Ni wakati mwingine tena tunakutana ili kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja anatokea katika nchi ya Malawi, anaitwa Jessica. Jessica anauliza kuhusiana na matatizo ya uzazi. Anasema hivi, matatizo ya uzazi ni wanawake tu au hata wanaume pia wanaweza kupata changamoto hii ya matatizo ya uzazi? Na kama na wanaume wanaweza kupata, vipi mwanaume anaweza kupata changamoto ya matatizo ya uzazi? Asante Jessica, pamoja na maelezo yako mengi yanayohusiana na shida ya uzazi ambayo inaikuta changamoto hiyo familia yako, kwa maana wewe na mumeo, na lawama zote zinakuangukia wewe kama ulivyojieleza. Basi leo tunataka tukufahamishe jambo moja muhimu. Ndio, matatizo ya uzazi yako kwa pande zote mbili. Wako wanawake wanakuwa na matatizo ya uzazi, lakini pia wako na wanaume wanakuwa na matatizo ya uzazi ambayo wataalamu wameyagawanya hivyo. Wanasema kwa wanaume male infertility na kwa wanawake wanasema female infertility. Utajuaje kwamba mtu huyu ana matatizo ya uzazi? Wataalamu wanasema mtu yoyote aliyokuwepo katika mahusiano ya kimapenzi, aidha mwanamke yuko na mwanaume au mwanaume yuko na mwanamke, na mwanaume huyu anashiriki tendo la mapenzi na mwanamke kwa muda wa mwaka mmoja bila ya kutumia kinga ya aina yoyote, yani iwe kondom au kinga nyingine yoyote, hakuna kinga inayotumika, lakini mwanaume huyu atungishi mimba kwa mwanamke, basi wataalamu wanasema kitendo cha kushiriki tendo la mapenzi kwa mwaka mmoja bila ya mimba, wanasema hapa mwanaume ana shida ya male infertility, hapa mwanamke ana shida ya female infertility, ambaye ni tatizo la utasa ama tatizo la ugumba. Hilo ndio lililokuwepo. Sasa unauliza Jessica kwamba mwanaume anawezaje kuwa na matatizo ya uzazi? Ndio, kwa kawaida mwanaume ndio anayetoa mbegu inayoamua kutungisha ujauzito, ambayo wanasema chromosome. Inaweza kuwa X au inaweza kuwa Y, na tulishachambua huko nyuma X ni nani na Y ni nani. Kwa mwanaume ndio anayetoa hiyo mbegu inayoamua kutungisha mimba, lakini ili hizi mbegu mwanaume aweze kutoa ni lazima ziwe na idadi maalum. Wataalamu wamesema ama wanatufahamisha kwamba katika mshindo mmoja mwanaume anatakiwa kutoa mbegu, mamilioni ya mbegu, yani milioni 20 katika mshindo mmoja, na kama zitashuka kwa mapungufu mbalimbali, basi zisishuke chini ya 800,000. Yani zikishuka chini ya 800,000, huyu mwanaume hawezi kutungisha ujauzito, ambao wanasema low sperm count, yani idadi ya sperm hazitoshi kwa sababu ziko chini ya 800,000, na hilo tatizo ndio linaitwa hivyo. Sasa matatizo haya wanaume wengi wanayo, haya matatizo ya low sperm count, kwamba idadi ya sperm walizokuwa nazo, yani wale chromosome hawatimii, hawafiki, hawakizi vigezo vya kutungisha ujauzito, na hatimaye mwanaume huyu hapo anakuwa na tatizo la male infertility, yani tatizo la ugumba, anakuwa hana uwezo wa kutungisha ujauzito. Kwa nini? Anatoa chini ya 800,000, hawafiki milioni mpaka milioni 20. Kwa hiyo anakuwa na mapungufu. Kwa nini? Kwa sababu hawa chromosome ili waweze kulikimbilia yai na kuweza kulichavua na kutengeneza ujauzito, maanake ni lazima wafike kuanzia milioni 1 kwenda juu. Kwa nini? Wengi wanaishia njiani katika safari ya kulielekea yai, na wanaishia njiani wengi sana mpaka wanalifikia hatua ya kufikia kwenye yai. Waliokuwa wamefika wanakuwa wako hoi na hawana uwezo kwa kutoa manii ama sperm zikiwa zina upungufu. Basi hilo ni moja kati ya tatizo ambalo linaweza kumfanya mwanaume akashindwa kutungisha ujauzito. Ndio maana sisi Kimimbi Herbal Clinic, pamoja na mambo mengine yote, tuna product muhimu sana inaitwa Poilin. Hiyo ni dawa bora sana kwa matatizo ya uzazi kwa wanaume. Kwanza, inamsaidia mwanaume kuboresha ubora wa mbegu, inamfanya kuwa na hamu ya tendo la mapenzi. Lakini pia kama anatoa sperm zilizokuwa chache, basi Poilin ina uwezo wa kuongeza
na kumfanya mwanaume huyu kuwa dume la mbegu. Yaani tatizo la uzazi kwa mwanaume linakwisha kwa poili. Lakini pia tuna product inaitwa Chita. Hiyo ni dawa bora sana kwa matatizo ya uzazi kwa wanaume. Kwanza, inaongeza majimaji ya uzazi. Wako wanaume anapokutana na mwanamke anatoa maji machache sana. Kwa hivyo hiyo ni dawa bora sana, inaweza kumsaidia mwanaume kumtatulia hilo tatizo. Inaongeza ubora wa mbegu, lakini pia inaongeza maji ya uzazi, inaongeza hamu ya tendo la mapenzi. Anakuwa na uwezo katika kila mshindo mmoja akatoa hata nusu ya kikombe cha kahawa ujazo wa maji anayoyatoa kutoka katika mwili wake. Akitumia product hii, shida hiyo inakuwa inakwisha. Kama una swali lingine lolote Jessica, unaweza kutuuliza wewe au mtu mwingine kwa kutuandikia hapo chini kwenye comment swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu swali lako. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.